Na nichukue nafasi hii ili niweze kuwakaribisha usiku wa leo katika jina la Yesu, ili tuweze kuwa na nafasi ya kuweza kuangalia neno la Mungu na tuweze kutafakari mambo tunayoendelea kushughulikia nayo. Ni ile hali ya kusifu na kuabudu, na tumekuwa tukiangalia mambo kadhaa. Pia tunaangalia tofauti ya kusifu na kuabudu. Kwa hivyo hata mwanzo wa wiki hii tutaendelea kwa kadri ya vile Mungu atakavyotusaidia. Kwa hivyo tuombe na ili tuweze kuendelea katika jina la Yesu. Mtakatifu na Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo, mbele zako tunakutukuza, tunakuinua. Nasema ni asante kwa sababu ya nafasi hii ambayo kwa hakika Mungu wa rehema umetupea nafasi hii ili tukuabudu, tukuinue, ulisifu jina lako kwa kuwa wewe ni mwema. Ulituumba ili tukuabudu, ulituumba ili tukusifu, na pia Bwana unapendezwa na wale watu wanaopenda kujua neno lako na kujua mausia yako katika jina la Kristo Yesu. Hivyo tunaomba ya kwamba uweze kutubariki usiku wa leo na uweze kuwa pamoja nasi tutakapokuwa tukiendelea kwa muda ule wa lisali moja. Tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi, utubariki na utuwezeshe kuendelea kadiri ya vile upendavyo. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hata tunakushukuru. Amen. Kwa hivyo karibuni sana ili tuweze kuendelea na somo letu. Kama vile nimetangulia kusema hapo awali, ni kwamba tunashughulikia ile message yetu ya kusifu na kuabudu, na tulifika mahali ambapo tuliona mdhihirisho wa sehemu mbalimbali kwa vile Mungu anavyotaka tuweze kumsifu tukitumia midomo yetu, tukitumia miili yetu. Na kwa hivyo tukaona tunapotumia miili yetu, kuna wakati ule wa kupiga makofi, kuna wakati ule wa kuinua mikono yetu, na wakati ule wa kusimama. Na sasa tukafikia ile sehemu ya kucheza, na tukaona watu kadhaa waliocheza kama Daudi na wengine ambao walicheza kina Miriam, na wale watu wengine wana wa Israeli waliweza kuchezea Mungu katika hali ile ya kumsifu. Na sasa tuendelee kuanzia pale, tuone ya kwamba tungali tukiwa katika ile sehemu ya kucheza ama kudance. Tunaona katika Agano Jipya pia inaendelea kutuonyesha ya kwamba kuna watu ambao Mungu aliwatendea mambo ya ajabu katika maisha yao, wakaweza kurukaruka, kucheza na kufurahia Mungu. Mmoja wa wale watu ni katika Matendo ya Mitume 3 na mstari wa 8. In the book of Acts chapter 3 verse 8. Matendo ya Mitume 3 na mstari wa 8. Ama tunaweza kuanzia moja, mstari wa kwanza na wa pili, alafu turuke mstari wa 8. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwayo Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Sasa tuone mstari wa 8. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao,
akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Kwa hivyo tunaona maneno haya ni yameweza kutafsiri, hayana maelezo mengi, lakini tunaona ya kwamba wakati wa mitume tunaona Petro na Yohana kwa sababu mazoea yao yalikuwa fikapo saa 9 wanaenda kanisani kuomba, na tumeona kuna mtu ambaye alikuwa kiwete na watu walimchukua na kumweka pale katika lango la hekalu ili aweze kuomba msaada pale, ama kuomba sadaka mahali pale ili aweze kusaidiwa na watu wanaoingia katika hekalu. Na kwa hivyo siku moja Petro na Yohana, najua ya kwamba walikuwa wamepita nyakati zingine na kupata yule mtu, kwa sababu aliwekwa kila siku. Lakini siku moja ikafika ya kwamba Mungu ataweza kutazama huyu kiwete na ataweza kubadilisha hali yake na maisha yake. Na hivyo Biblia inasema ya kwamba akaweza kuangalia kina Petro walipokaribia, akitarajia ya kwamba lazima atapokea kitu kutoka kwao, ila hakujua kitu ambacho hakika atapokea ni kile ambacho alipokea baadaye. Na Mungu alikuwa ameandaa siku ya huyu kiwete imefika ama imewadia, ili Mungu amkumbuke na Mungu aweze kumsaidia. Na kwa hivyo tunaona huyu kiwete, Biblia inasema ya kwamba aliweza kuelezwa na kina Petro ya kwamba tutazame vizuri, naye akawakodolea macho akidhania ya kwamba pengine kuna msaada ambao wataachilia. Na kwa hivyo pengine hata mawazo yake alifikiri ya kwamba aangalie, kwa sababu hawa ni viongozi wa kanisa lile ama hekalu ile. Kwa hivyo wana msaada, wana pesa nyingi ambazo watamwachia. Lakini wakamweleza, fedha na dhahabu sisi hatuna, ila kile ambacho tulicho nacho ndicho tutakachokupatia. Basi akaelezwa, katika jina la Yesu wa Nazareti, inuka na uweze kusimama na uweze kutembea. Kwa hivyo posa tumesoma katika Matendo ya Mitume 3 na mstari wa 8, ambayo inasema akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Kwa hivyo tunapoendelea kutazama mambo ambayo mtu anafanya na mwili wake ili kumsifu Mungu, tumeona haya mambo yote. Huyu mtu anaweza kuinua mikono yake, huyu mtu anaweza kupiga makofi, huyu mtu anaweza kucheza mbele za Bwana, anaweza kurukaruka mbele za Bwana. Kwa hivyo hizi ni njia zote ambazo zinatumika kwa ajili ya watu ambao wamefurahishwa na Mungu. Na tulisema kumsifu Mungu ni kwa sababu ni njia moja ya kutoa shukurani kwa ajili ya matendo ambayo Mungu amekutendea. Na pia katika hiyo Matendo ya Mitume 14 na mstari wa 10, Matendo ya Mitume 14 mstari wa 10, Biblia inasema hivi, ama tuanzie mstari wa 5. Hata palipotokea shambulio la watu wa mataifa na Wayahudi pamoja na wakubwa wao juu yao, kuwatendea jeuri na kuwapiga kwa mawe, wao wakapata habari, wakakimbilia Listra na Derbe, miji ya
Likaonia na nchi zilizo kando kando. Wakakaa huko wakiihubiri Injili. Na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Kasema sauti kuu, simama kwa miguu yako sawasawa. Akasimama upesi, akaenda. Na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakapasa sauti zao wakisema wakilikaonia, miungu yametushukia kwa mifano ya wanadamu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba huyu mtu ambaye alikuwa pia ni kiwete tangu kuzaliwa kwake, aliweza naye pia aliweza kutendewa muujiza na akaweza kuponywa, akasimama na kwa hivyo hata watu wa mahali pale walishangaa kuona matendo ya Mungu. Kwa hivyo watu wanaweza kurukaruka mbele za Bwana ama kucheza maadamu ambapo wameweza kutendewa miujiza, na kwa hivyo ni vizuri kuelewa mambo haya yamewahi kutendeka sana katika Biblia ama katika nyakati hizo za zamani. Na pia tunaweza kuangalia jambo lingine tunapoendelea. Kumbuka ya kwamba tunaongea kuhusu ile hali ya kusifu. Hii kusifu ni dhabihu, na hiyo tulisoma katika Waibrania 13 na mstari wa 15. Kwa hivyo sasa tuinene kidogo ikiwa dhabihu, kumsifu Mungu ni dhabihu. Nimesema Waibrania 13 na mstari wa 15. Inasema, basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo iliungamayo jina lake. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa ya kwamba sifa ni dhabihu. Huwa tunaitoa ikiwa ni dhabihu. Na ni kwa nini tunasema ni dhabihu? Ipo tofauti ya wazi kati ya kumsifu Mungu na kutoa dhabihu za sifa. Kwa hivyo tunaona ni dhabihu kwa sababu kusifu kwetu ni kunajumuisha kushukuru, na kwa njia hiyo tunaamini ya kwamba Mungu anapokea ile dhabihu ya shukurani kwa sababu ya kulisifu jina lake. Kuna nyimbo nyingi ama pengine tutafika kwa hiyo. Kuna nyimbo nyingi ambazo watu wanaimba, lakini kumbe nyimbo zile ni za kujifariji wao wenyewe, sio kwamba inamsifu Mungu. Kwa hivyo lazima pia katika nyimbo tuangalie ni maneno gani inayotumika na ili ya kwamba tuweze kumsifu Mungu katika mambo yale. Katika Zaburi 34 mstari wa kwanza
Zaburi 34 na mstari wa kwanza. Biblia inasema, nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Kwa hivyo unakuta ya kwamba mwandishi wa Zaburi anasema nitamhimidi Bwana kila wakati. Hii dhabihu inatakiwa kutolewa kila wakati, si mara kwa mara, bali ni kila wakati. Na kwa hivyo ni vizuri, Mungu anangojea kila siku, anangojea. Hata kama mtu anaweza msifu Mungu kwa mara 2 ama 3 kwa siku, Mungu anatarajia ya kwamba dhabihu hii itatolewa kila siku, na tutaendelea kufanya hivyo. Kumbuka tulisoma kwanza ama mwanzo wa somo hili habari ya makuhani wa zamani, vile walivyokuwa wanatoa dhabihu, na walitoa dhabihu kila wakati, na kwa hivyo tunatakiwa nasi kutoa dhabihu hizo, ya dhabihu ya kumsifu Mungu na kuendelea katika hali hiyo. Haijalishi pengine mambo yanaweza kuwa si mazuri, lakini tunakumbuka ya kwamba Mungu anatarajia ya kwamba sifa hizo zitoke katika kinywani mwetu. Matendo ya Mitume 16 na pale mstari wa 16 kuendelea hapo chini. Matendo ya Mitume 16 na mstari wa 16 inasema hivi: ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiri njia ya wokovu. Twende mstari wa 24 sababu ya muda. Naye akisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mikatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumuimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Kwa hivyo unakuta ya kwamba hii hali ya kusifu, mtu anaweza kusifu hata akiwa mahali ambapo wengine watu wengine hawangeweza kutarajia. Maana Paulo, ni wakati waliweza kukemea ile pepo ya uaguzi iliyofanya kazi ndani ya yule kijakazi ama yule msichana, Biblia inasema ya kwamba walishikwa na wakaweza kupigwa sana, na baadaye wakafungwa mikono na miguu. Lakini licha ya kufanya hivyo na wakatiwa gerezani, wakiwa pale usiku wa manane, waliamka wakaanza kuomba na kumwimbia Mungu nyimbo za kumsifu. Kwa hivyo ungefikiria kwamba wangeanza kujuta kwa nini walienda kuhubiri, kwa nini wamfanyie kazi Mungu na amewaachilia. Na kwa hakika wangenena mambo mengine, wangenugunika, lakini hawakunugunika. Walipata nafasi nzuri ya kuomba na nafasi ya kumsifu Mungu. Kwa hivyo haijalishi ni mambo gani unayopitia, hatumsifu Mungu kwa sababu mambo yetu ni mazuri yote.
ya kwamba kila kitu kinaenda sawasawa na vile ambavyo tunatarajia, lakini tunamsifu Mungu hata kama hali ni ngumu kiasi gani, na baadaye Mungu anashuka katika sifa za watu wake, na vile wanavyoendelea kumsifu na anasikia vizuri, anaweza kutenda jambo, na kweli alitenda jambo, kwa sababu aliweza kufungua milango ya gereza, na ingawa Paulo hawakutoka, lakini milango ilifunguka ili Mungu aoneshane ya kwamba nimeshiriki katika sifa hiyo. Na hata wafungwa wengine waliokuwa pale walikuwa wanasikiliza. Hakuna aliyelala wakati Mungu anasifiwa. Biblia inasema walikesha na pamoja na kina Paulo, na wakaendelea kusikiliza yaliyokuwa yakiendelea. Kwa hivyo kwa njia hiyo ya sifa tumesema ya kwamba waliweza kuachiwa ama kuachwa kuwa huru, na kwa hivyo Mungu akaonekana ya kwamba ameshikilia watu wake. Kwa hivyo hata katika Waefeso 5 na mstari wa 20 ambayo tuliiguzia, nafikiri ni juzi, tuliiguzia 5 na mstari wa 20 nasema, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo jina hili tena limerudiwa kumshukuru Mungu, na najua tunasema tunapomsifu Mungu maneno yetu yanamshukuru Mungu, na kwa hivyo tunaambiwa tumshukuru siku zote kwa mambo yote. Haya ni mambo mawili, siku zote kwa mambo yote. Na ndiposa kina Paulo hawakupoteza wakati, waliweza kumsifu Mungu na katika mambo yaliyokuwa wanapitia. Kwa hivyo wakati mwingine tunaweka shida zetu kando, mipango yetu kando, tunaanza kuwa na nafasi ya kumsifu Mungu kutoka kwa mioyo yetu, kwa sababu ya vile ambavyo yeye hutenda. Na jinsi ya kutoa dhabihu ya sifa, tunaweza kuangalia jinsi ya kutoa hiyo dhabihu. Kile ambacho unatakiwa kufanya ni kuamua ya kwamba utamsifu Mungu. Hii ni hatua ya kwanza. Ni wewe mwenyewe ufanye maamuzi, licha ya kuwa kama vile tumesema mambo si mazuri sana, lakini unaamua, kata kauli. Sasa nafasi ndio hii, itaweza kumsifu Mungu. Jambo la pili, anza kufanya hivyo. Kwa hivyo, kwa sababu wakati mwingine watu wanaamua kufanya mambo lakini wanachelewa kufanya. Anza kufanya sasa hivi, ama wakati huo huo ambapo umeweza kuamua, umekata kauli kumsifu Mungu, inakuwa ni vizuri kuanza kufanya hivyo. Iwapo shida ama iwapo kuwa kuna shida ama matatizo, ni vizuri kama vile nimesema hapo awali, uweze bado kumshukuru Mungu. Kwa hivyo usiangalie hali. Hii ni njia nyingine ambayo inayotarajiwa. Soma katika Zaburi 50 na mstari wa 23.
Psalms 50 and verse 23, Biblia inasema atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wangu. Kwa hivyo Mungu anasema. Kwa hivyo tukiendelea kutaja sana hii habari ya kushukuru, jua ya kwamba tulitafsiri jina hili kusifu ama praise, kaona ya kwamba bado kushukuru imo ndani yake, na kwa hivyo ni vizuri msifu Mungu bila kuangalia hali vile ilivyo, na unapo msifu anza kutoa hiyo dhabihu kwa imani. Kila dhabihu inahitaji imani. Uwe na imani ya kwamba Mungu ninaye msifu anapokea sifa hii, na yeye hako bali nami, na kwa hivyo ataweza kunisaidia, ataweza kusikia maneno ya kinywa changu na mambo kama hayo. Na hiyo ni baadhi ya hatua ama mambo machache ya kutusaidia kuendelea kutoa hiyo dhabihu ya kumsifu Mungu. Na tunapofanya hayo mambo yote, tuendelee sasa, iwe tumejizoeza kuendelea kumsifu Mungu, na inakuwa ni vizuri. Sasa tunaweza kugeukia kidogo habari ya kumwabudu. Naweza kuangalia sasa hali ya kuabudu. Kuabudu ni kuonyesha heshima, kuwa na namna ya kicho, kuinama chini mbele ya kitu kinachoabudiwa na kushujudu. Hiyo ni definition ama ni tafsiri ya kuabudu. Kuabudu ni kuonyesha heshima. Hili ni jambo la kwanza. Kwa hivyo awaye yote ambaye anataka kumwabudu Mungu lazima aonyeshe heshima mbele za yule anayemwabudu. Ndiposa wakati mwingine tunapiga magoti, tunanyenyekea mbele za Bwana kwa sababu ya heshima yake, na sababu kuabudu kuonyesha heshima ama kuwa na namna ya kicho. Kicho ni ile hali ya ndani kabisa ya kumcha Mungu. Unakuwa kabisa wewe si kujifanya, ila unamcha Mungu na unakuwa na hofu yake, ama unakuwa na ile hali ya kabisa ya kunyenyekea mbele zake, sababu unamcha Mungu. Pia unaweza kuinama mbele ya Mungu ama kumsujudu ama kusujudia. Ni ile sasa unajikosa kabisa, unainama mbele ya Mungu huyu. Basi hiyo inaonyesha ya kwamba ni hali ya worship. Nia ama ile hali ya kwanza ya kumwabudu Mungu ni kuwa na nia ya moyo, ama kuabudu katika, yani ile hali itoke katika moyo wako. Usikie kabisa, hii ibada ninayofanya
inatoka ndani ya moyo wangu, si kwamba ninasukumiwa kufanya hivyo. Kwa hivyo unajihisi ya kwamba utakuwa na ile hali ya kuwa na moyo uliobodeka mbele za Bwana, na ili uanze kumwabudu. Maana worship inatoka rohoni, inatoka moyoni mwa mtu pale ndani, ndiposa mtu aweze kuwasiliana na Mungu, na hivyo anaendelea katika njia hiyo. Jambo lingine, tukisoma katika Zaburi 23 mstari wa 5, Zaburi 23 mstari wa 5 inasema hivi: waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Neno ambalo nataka kutumia pale ni ile hali ya kufurika. Mwandishi huyo ama Daudi anataja ya kwamba kikombe changu kinafurika. Ile hali ya worship inatarajiwa ya kwamba utakuwa na ile hali ya kufurika. Utakuwa una ule uzoefu wa kumwabudu Bwana hadi ya kwamba uwe kikombe chako ama moyo wako unafurika na ile hali ya kumwabudu Mungu. Kwa hivyo utajipata ya kwamba unazama vizuri katika ile hali ya kumwabudu Mungu. Na pia iwe ya kwamba hata we mwenyewe unapoingia katika ile ibada, unakuwa na ile hali ya kuendelea ama ile breakthrough ya kuendelea, ya kwamba hata we mwenyewe utafurahia na vile ambavyo unawasiliana na Mungu kwa njia hiyo. Na kwa hivyo Mungu anafurahia pia tunapomwabudu na tunapoinama mbele zake. Na tusome katika Mwanzo 22 mstari wa 5. Genesis 22 verse 5. Hapo Biblia inasema, Genesis 22 verse 5, Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena. Hapa ndipo neno la kwanza kuabudu linatokea, bado lilisemwa na huyu Ibrahimu. Najua ni wakati alipokuwa anaenda mlimani ili kumtoa Isaka aweze kuwa dhabihu, na kwa hivyo hangeenda pale katika sehemu ya kutolea dhabihu akiwa pamoja na wale vijana waliopanda na yeye wakiwa na punda, kwa sababu wangemtatiza katika ile hali ya kutoa dhabihu, na pengine wangeona huyu mzee hatutakubalia aweze kumfunga mtoto na kumuua tukiona. Na kwa hivyo ilibidi awaache mahali. Na hii inatufundisha ya kwamba wakati mwingine ambapo tunafanya ibada zingine, wakati tunataka kuzama mbele za Bwana, wakati tunaenda kumwabudu Mungu, si lazima tuwe na watu wengine, maana watu wengine
wanaweza yani, kwa sababu hii hali haimo ndani yao, wanaweza kutuvuta nyuma na tushindwe na kuendelea na ile hali ya kumwabudu Mungu. Kwa hivyo unaweza kuwa peke yako na uwe na nafasi ya kumwabudu Mungu. Na kwa hivyo Ibrahimu aliona ya kwamba kabisa ataweza kung'ang'ana na kuona vile ambavyo ataenda kumwabudu Mungu, na akaweza kuwa na nafasi nzuri ya kuwasiliana na Mungu kwa sababu ya ile dhabihu aliyotoa, na Mungu alimkubali kwa sababu ya kutoa ile dhabihu aliyotoa Isaka na mambo kama hayo. Katika Samueli wa pili 24 na mstari wa 24, tunaona neno lingine pale. Nasema hivi: lakini mfalme akamwambia Arauna, la sivyo, lakini kweli nitavinunua kwako kwa dhamani yake, wala sitamtolea Bwana Mungu wangu sadaka ya kuteketezwa nisizozigharimia. Hivyo Daudi akakinunua hicho kiwanja cha kupuria na wale ng'ombe wa shekeli 50 za fedha. Ingawa hapa inaongea kuhusu dhabihu iliyotolewa na huyu Daudi, tunaona ya kwamba dhabihu hii ilikuwa ni kwamba inatuonyesha ya kwamba kule kumwabudu Mungu kunataka tuweze kutoa dhabihu ama tuitoe kama dhabihu iliyo na gharama, ama worship ni jambo ambalo wakati mwingine watu wanachukulia ni jambo tu, na hata watu wengi katika ibada nyingi unakuta ya kwamba wanachelewa na hii sehemu ya kumwabudu Mungu, kwa sababu hii ni dhabihu na shetani anapingana nayo sana, maana anajua ya kwamba watu wakijua namna ya kumwabudu Mungu, watu wakijua namna ya kuzama sana na kukaribia katika kiti cha enzi, basi itakuwa ni Mungu atashuka kwa ajili yao, Mungu atanena nao, na kwa hivyo watu wengi wanazuiliwa kuhudhuria ama kufika katika ibada kama hizi ama katika sehemu kama hii ya kumwabudu Mungu. Maana hii kumwabudu Mungu inavuta uwepo wa Mungu, na kwa hivyo Daudi anasema ya kwamba yeye hatatoa sadaka isiyo na gharama. Kwa hivyo worship inahitajika tujue ya kwamba lazima tugharimike, tuwe na nafasi nzuri ya kumwabudu Mungu. Nimeona ya kwamba kuna watu wanaweza kumwabudu Mungu kwa lisaa lizima, pengine masaa mawili, kumwabudu Mungu bila kufanya jambo lingine, wanamwabudu Mungu, na hii hali inafanya uwepo wa Mungu ushuke uwe pamoja nao, na unakuta ya kwamba Mungu ananena katika mikutano ile, Mungu anaponya, maana Mungu lazima ajidhihirishe mahali ambapo ameweza kualikwa na kuweza kuendelea kuwa na ushirika na wale watu, maana Mungu anahitaji sana sana kutembelea na kukaa ndani ya watu. Na kwa hivyo tunaona kabisa kuna mambo kama hayo. Pia kuna utaratibu wa kumwabudu Mungu, na tutaendelea kuona hayo, na pia
hii inaleta tofauti kidogo ya ile tumekuwa tukishughulikia ya kusifu Mungu. Maana kusifu tumesema ni kunena mema ya Mungu, kushukuru Mungu na mambo kama hayo, na kushangilia na kucheza na kurukaruka. Lakini sasa tukija kwa hii ya kuabudu, ni ile hali ambayo inatufanya kunyenyekea. Wakati mwingine tunapiga hata magoti yetu mbele za Mungu tukiendelea kumwabudu. Na kwa hivyo ni vizuri kuelewa ya kwamba hii ni dhabihu ambayo tunahitajika kuitoa mbele za Mungu, na Mungu anafurahia sana sana katika mambo hayo. Kwa hivyo ningependa kusoma katika Zaburi ya 95 na mstari wa 6, Psalms 95 verse 6. Vile inasema, njooni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Kwa hivyo unakuta sasa tofauti na ile tulisema ya kusifu, ya kurukaruka, kucheza, kupiga makofi na mambo kama hayo, unakuta miili yetu inahitajika ndio, lakini inahitajika kwa jambo lingine tofauti. Tunaweza kuinama mbele za Mungu, tunaweza kupiga magoti yetu mbele za Mungu, na Mungu akiona namna ya vile ambavyo tunanyenyekea mbele zake, kwa hivyo bila shaka ataweza kupokea dhabihu yetu, maana hii ni dhabihu tunaotoa. Na mtu akielewa ni dhabihu, sharti ataweza kutilia maanani na kuweza kuendelea kumsifu ama kumwabudu Mungu, na itakuwa ni vizuri tunapoelewa jambo hili. Na kuna neno ambalo nataka tuendelee kulitazama tunapoangalia hii hali ya kumwabudu Mungu, na ili hali bado tutaingia katika hali ya kujua ni wakati gani nastahili kumwabudu Mungu, kuendelea na mambo kama hayo. Tuangalie sehemu kwanza ya kuabudu tukiwa kanisani, vile tunaweza kuongozwa katika ile hali ya kumwabudu Mungu, na itakuwa ni vizuri kiangalia mambo kadhaa, lakini hayo tutaguzia siku ya kesho, na itakuwa ni vizuri sababu nimeona sehemu ambayo tutaangalia. Tusome katika Mambo ya Nyakati wa pili 30 na mstari wa 21. Mambo ya Second Chronicles chapter 30 verse 21. Biblia inasema, nao wana wa Israeli waliohudhuria Yerusalemu wakafanya sikukuu ya mikate isiyochachwa siku 7 kwa furaha kubwa. Walawi na makuhani wakamsifu Bwana siku kwa siku, wakimwimbia Bwana kwa vinanda vyenye sauti
vyenye sauti kuu. Pia tukisoma tukiunganisha na Mambo ya Nyakati wa Kwanza 15 mstari wa 16, Biblia inasema hivi, Mambo ya Nyakati wa Kwanza 15 mstari wa 16, kisha Daudi akamwambia mkuu wa Walawi kwamba awaagize ndugu zao waimbaji pamoja na vyombo vyao vya kupigia ngoma, vinanda na vinubi na matoazi wavipige na kupasa sauti kwa furaha. Katika ile hali ya kusifu na kuabudu, ni vizuri kujua ya kwamba pamoja na sauti zetu, pamoja na miili yetu hiyo ambayo tumeguzia hapo mbeleni, ni kwamba pia Mungu anahitaji tutumie vitu zingine, na ndiposa unakuta makanisani tunatumia vyombo vingine, na Mungu anatarajia ya kwamba katika ile hali ya kutoa hiyo dhabihu bado tunaweza kupiga ngoma, vinanda, vinubi, zingine zinaitwa matoazi na pia tupase sauti na kuendelea katika ile hali. Kwa hivyo tunapofanya hivyo, si kwamba tunapiga kelele, hapana. Mungu anatarajia kelele hizo. Nafikiri kuna wiki jana tuliweza kuona ya kwamba Mungu anahitaji kelele hizo kwa ajili ya ile ibada anayotarajia kutoka kwetu tunapoendelea, na inakuwa ni vizuri tukiendelea katika ile hali ya kumwabudu Mungu. Na pia tunaona katika Wafalme bado inahimiza hivyo. Wafalme wa pili 3 na mstari wa 11, Wafalme wa pili 3 na mstari wa 11, inasema, lakini Yehoshafatu akasema, je, hapa nabii wa Bwana? Ili nasoma katika lakini Yehoshafatu akasema, je, hapana nabii wa Bwana ili tumuulize Bwana kwa yeye? Akajibu mmoja wa mfalme wa Israeli akasema, yupo hapa Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akimimina maji juu ya mikono yake Eliya. Mstari wa 15, Shafatu akasema, ila sasa niletee mpiga kinanda. Ikawa mpiga kinanda alipopiga, mkono wa Bwana ukamjia juu. 16, akasema, Bwana asema hivi, fanyeni bonde hili lijae mahadaki. Kwa hivyo unakuta ya kwamba kunaunganishwa na kule kupiga kinanda na pia ile hali ya kusifu Mungu ama kumwabudu Mungu inaachilia ujumbe wa Mungu. Mungu ananena na watu wake na mambo kama hayo. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba kule kuabudu kwa kweli, Mungu anatafuta ni kina nani hawa watakao mwabudu kwa kweli na roho. Na hiyo ndio limekuwa neno la kutuongoza ya kwamba Mungu anatafuta ni kina nani hawa
watamwabudu kwa kweli na roho. Na kwa hivyo akiwapata na wale watu waunganike na malaika ili kuendelea kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu, basi kuna mambo mengi Mungu ataweza kurejesha katika makanisa yetu. Isiwe ya kwamba ni nyimbo tu za kujifariji, maana kuna nyimbo ambazo tumeimba sana za kuweza kujifariji sisi wenyewe. Ingawa si vibaya, lakini Mungu anataka zile nyimbo ambazo zinaweza kumridhisha, zinamsifu, zinamwabudu. Tunatafuta maneno mazuri ya kumweleza huyu Mungu wetu, maana kazi ambayo alifanya na anafanya na atafanya ni kazi kubwa sana. Na mwisho ni kwamba tunamwabudu Mungu kwa sababu ya vile alivyo, si kwa sababu ya yale ametenda, ni vile alivyo. Na kwa hivyo hiyo tu inatufanya tumwabudu Mungu, kwa sababu ya vile alivyo. Ukianza kutafakari vile Mungu alivyo, vile alivyo mkuu, vile alivyo mpana, vile alivyo ya kwamba yeye hana mwisho, yeye hana, yani hakuna mtu anaweza kueleza mwanzo wake. Ukifikiria tu hayo, ni ishara tosha ya kwamba unahitaji kumwabudu yeye na kumuinua yeye, na inakuwa ni vizuri. Na hiyo ndio ambayo tunafaa kuyafanya na kuyatekeleza, maana tuliumbwa ili ya kwamba tumwabudu Mungu. Kazi zingine zote zitaisha, lakini ile hali ya kumwabudu Mungu haitakoma. Hii ni kazi na kibarua ambayo tutaendelea nayo hata tukitoka ulimwenguni huu. Mahubiri yataisha, mambo mengine yataisha, lakini kusifu Mungu ni milele. Kwa hivyo vizuri, mandamu pata nafasi, tumsifu Mungu wetu, tumwabudu Mungu wetu, naye atazidi kufurahia katika jina la Yesu. Nachukua nafasi hii niwashukuru kwa sababu ya vile ambavyo tumeshirikiana usiku wa leo, na kwa hivyo tunaangalia kama kuna swali, na ili baadaye uweze kufungiwa kwa ombi usiku wa leo katika jina la Yesu. Na itakuwa ni vizuri jua kama kuna swali. Basi kama hakuna, takuwa na nafasi ile ya kushukuru Mungu. Mungu ametujalia neema yake, kwa hivyo nauliza ndugu atuombee na ili tufunge mkutano usiku wa leo. Tuamini tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twaja mbele zako, tunasema ni asanti kwa wema wako na fadhili zako. Asanti kwa upendo wako, asanti kwa ukarimu wako Bwana wa rehema, katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa nafasi ambayo umetupa jioni ya leo, tukawa na darasa letu Mfalme wa Amani, na tunashukuru kwa sababu unazidi kutuelimisha habari za neno lako katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa rehema, ninaomba ya kwamba ukatusaidia ya kwamba tukaweza kukutolea dhabihu za kukusifu na hata za kukuabudu Bwana, tukuabudu kwa roho na kweli katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana kuhifadhiwa nawe, tunaomba Bwana ukatudumishe katika wema wako katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo tunaomba ulinzi wako, tunaomba ya kwamba ukatuma malaika wako, ukawaagiza ya kwamba wakatulinda jioni usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Mambo yote Bwana wa rehema tunaweka mikononi mwako, tukiamini ya kwamba katika kila jambo utakuwa pamoja nasi, hata na pamoja na yote ambaye amehusika katika darasa la siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Uabudiwe, inuliwe Mfalme wa Amani, katika jina takatifu la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. 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 Barikiweni sana, muwe na usiku wa baraka katika jina la Yesu. Anapo majaliwa ya Mungu tutaweza kuonana siku ya kesho.
Asanteni.